chenye upembuzi yakinifu. Mambo mbalimbali yamekuwa yakizungumzwa ndani na nje ya Tanzania. Mimi ni Esther Amanus Zelamula. Leo niko na mgeni, yeye ni mwana saikolojia Cosmas Madulu. Tutazungumza masuala mbalimbali, lakini leo tunazungumzia malezi na makuzi ya vijana. Mtazamaji, kama tunavyofahamu, ujana una mambo mengi, na tumeona jitihada za vijana kutoka katika maeneo mbalimbali ya Tanzania wakihangaika pale na pale kutafuta riziki, kujiletea maendeleo, kufanya kazi kwa bidii. Yote hii ni katika kuhakikisha kwamba katika kipindi chao cha ujana basi wanatimiza yale muhimu ambayo wanapaswa kuyafanya, huku wakitambua kwamba ujana ni lulu. Kijana, ukijiimarisha vizuri, ukatumia vyema ujana wako, basi utakuwa na maisha bora, mafanikio mazuri. Kikubwa ni kujiimarisha na kuongeza jitihada ya kufanya kazi kwa bidii. Basi fuatana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili kuweza kujua katika malezi na makuzi ya vijana nini utanufaika. Basi karibu sana Cosmas Madulu. Nashukuru sana. Karibu sana. Shukrani. Na mtazamaji, na moja kwa moja tuanze kwa kuzungumzia kama nilivyotoa maelezo hapo awali. Hebu wafahamishe watazamaji wetu, ni mabadiliko gani ya kisaikolojia yanayotokea zaidi wakati wa ujana? Labda kabla sijatoa maelezo haya ya jibu la swali lako moja kwa moja, ni vizuri kwanza tujue tuko kwenye ulimwengu gani sasa hivi. Tuko kwenye kizazi ambacho ni cha tofauti kidogo. Tulianza na vizazi vya matumizi ya nguvu. Ndio maana babu yako alitoka Kigoma akapelekwa Bagamoyo mpaka Ulaya na kafika. Tulikuwa na kizazi ambacho ni cha matumizi ya nguvu ya mwili, na miili ilikuwa tayari kwenye kipindi hicho kukabiliana na hizo challenge. Tukatoka hapo tukaingia kwenye mapinduzi ya viwanda, tukaingia kwenye zama za matumizi ya akili, inaitwa intellectual age, ambayo imesafiri mpaka tunaimalizia sasa. Tunaanza kuingia kwenye kizazi cha matumizi ya hisia, inaitwa emotional age. Watu wanaishi kwenye hisia zaidi kuliko ufahamu wao. Sasa kizazi cha hisia hiki kina changamoto zake. Usipokijua utashindwa kukilea. Hautakisaidia vizuri kwa sababu ni kizazi kinachotumia hisia. Kizazi chenye mawazo badala ya fikra. Yaani kizazi ambacho kina mawazo. Ndio, mawazo ni matokeo ya matukio. Fikra ni kutafuta ambacho hakipo. Kwa hiyo mtu mwenye mawazo ni yule anayeishi kwenye matukio yanayomzunguka. Nini kimempata, wapi, kwa nini? Anaishi amejaza vitu kama hivyo. Hivyo vitu vinakupa mawazo. Lakini ukiwa na uwezo wa kuyaweka chini hayo, ukaishi kama wewe, ukatafuta ambacho hakipo, hizo ni fikra, na ndizo huwa zinaleta maendeleo. Mwingine anaweza kafika kwamba mawazo na fikra ni kitu kimoja. Hapana. Yaani vijana wengi ndio umri huo wanatakiwa kuishi kwenye fikra, lakini wako kwenye mawazo. Wananungunikia matatizo yanayowazunguka, hawana uwezo wa kuona kisichoonekana, wafanye kisichowezekana. Hawana. Sasa ndio maana unaongea habari ya kuwalea ni kitu kingine kizuri. Ngoja tu nieleze utangulizi huu alafu nitafafanua kadiri ya uwezo wangu. Kizazi cha vitu badala ya utu. Kila mtu anakimbiza vitu ili apate utu, kwa sababu utu umebebwa na vitu. Kwa hiyo mtu asiye na vitu hana utu. Ndio maana kila mtu anatafuta vitu apewe utu. Zamani tulikuwa kwenye utu kabla ya vitu. Kwa tumehama. Yaani naongea haya ili mtu anapolea ajue anamsaidiaje mtu wake. Kabisa. Kwa sababu tuko kwenye jamii ya vitu, sio utu. Kwa hiyo mwenye vitu ndiye anayepewa utu. Kwa hiyo kila mtu anakimbiza vitu apewe utu, kwa sababu hakuna asiyependa kupewa utu. Hichi ndio kizazi tulicho nacho. Kizazi chenye kasoro ya kusikiliza. Yaani tuko kwenye kizazi ambacho hakina uwezo wa kusikiliza vizuri, na ndio maana hakiwezi kuwasiliana vizuri. Mtu anayeweza kuwasiliana vizuri ni mwenye uwezo wa kusikiliza vizuri. Kizazi kisicho na uvumilivu. Kizazi ambacho kimejaa speed kwenye kila kitu kwa sababu ya teknolojia. Wakati mwingine kinakosea nature kwa sababu kuna mambo ambayo nature haitaki haraka. Kwa mfano swala la mahusiano. Mambo mengi hayaendi kwenye mahusiano kwa sababu watu wengi wanaikosea nature kwa speed ambayo imetengenezwa kwenye ubongo wao kutokana na teknolojia. Lakini nature inataka uvumilivu. Nature inataka hatua fulani zifuatwe. Lakini kwa sababu ya mentality inayotengenezwa na teknolojia kwenye akili zetu, tunakimbia speed, matokeo yake ni uharibifu.
Kwa hiyo ni kizazi ambacho kina spidi kwa sababu ya mabadiliko ya teknolojia. Kizazi ambacho kimepoteza uvumilivu kwa sababu ya mazingira. Ni kizazi ambacho hakina uvumilivu tena. Kizazi ambacho kinabeba taaluma lakini hakipendi maarifa. Ndio maana unakuta mtu ni msomi lakini anaishi kama mtu ambaye hajasoma. Amebeba taaluma. Kilichoibeba hiyo taaluma kina kasoro. Hebu chukulia kwa mfano, mtu akawa profesa, halafu ana roho mbaya. Hawezi kutumia elimu yake vizuri. Kwa sababu ili taaluma hiyo itumie vizuri, haitegemei umejifunza nini, inategemea umebeba nini rohoni. Mwanadamu ana nafsi, ana roho, ana mwili. Mwili una seli, tissue, organ na mifumo. Mwili unalishwa lishe, chakula cha kawaida. Roho inalishwa imani, na nafsi ina utashi, hisia na akili, na inalishwa maarifa. Ndio maana mtu anaweza kuwa msomi bado akawa na roho mbaya na asitumie akili yake vizuri kusaidia wengine. Mtoto analelewa toka tumboni mwa mama yake. Anaanza kutengenezewa, Mungu alitengeneza mazingira ya kumprotect, kumzuia asiathirike na wanadamu wanaomzunguka. Kwa hiyo mtu analelewa na mifumo mingi. Mfumo wa kwanza ni tumbo la mama. Huko ndio kila kitu kinatengenezeka. Na mama huyu akipata shida, mtoto akipata changamoto wakati anajiumba, haitibiki. Hakuna daktari anaweza kutibu. Kwa hiyo tunapoongelea malezi ni mifumo. Mfumo wa kwanza ni tumbo la mama. Mungu akatengeneza mahali salama. Baadaye mtoto akitoka, anaingia kwenye familia. Mfumo wa familia unaanza kupita kwenye hiyo mifumo mpaka unakuja kuwa kijana mtu mzima, umepita mifumo mingi. Baada ya familia yako kwenye mfumo huo, unatoka unaingia kwenye mfumo wa jamii. Jamii inakuleaje? Baada ya jamii unaingia kwenye mifumo ya kitaaluma, mifumo ya taaluma ya elimu, unalelewaje? Baada ya mifumo ya elimu unaingia kwenye mamlaka za serikali. Serikali pia zinalea, na ndio maana watu wanaiba, wanafungwa. Magereza hizi hazikuanza kwa sababu ya kuumiza watu. Hapana, lengo lilikuwa ni kulea watu. Okay. Mtu anaposhindwa kuishi na jamii vizuri, anapelekwa mahali alelewe, awekewe sifa ya kuishi na watu wengine vizuri. Ndio maana ya kuwepo wa magereza. Ni issue kubwa, ni kubadilisha watu tabia. Hiyo ni malezi. Kwa mtu analelewa na mfumo wa tumbo, analelewa na jamii, analelewa na mfumo wa taasisi za elimu, analelewa na serikali. Sasa mifumo yote hiyo inakutengeneza kwa namna yake. Kwa hiyo malezi ni mpaka mtu anaondoka duniani bado yuko kwenye kulelewa. Pamoja na maelezo ambayo umeyatoa, unadhani ni kwa nini sasa vijana wengi hupitia msongo wa mawazo au mabadiliko ya hisia? Nini hasa? Mabadiliko ya hisia ni mchakato wa ukuaji. Kila mtu anapita kwenye hiyo. Lakini sasa wakati unapoingia kwenye hiyo wanaita teen age, umri wa makumi ule, unakumbana na vitu gani? Na una uwezo gani wa kupambana na mabadiliko ya kihomoni ndani yako? Shida inakuja hapo. Yaani mtu anaingia kwenye, ana umri ambao unamsukuma kwenye mahitaji ya mwili kwa mfano. Lakini hana content kwenye roho au kwenye nafsi za kusaidia yeye kutumia mwili wake vizuri. Hapo ndio vijana wengi wanapopotea. Ana mawazo ya kutafuta utajiri, anaona kila kitu kinawezekana kwa umri huu. Lakini hana content kwenye nafsi za kumsaidia, kumzuia. Matokeo yake anapotea. Sasa wewe ni mtaalamu wa saikolojia. Ndio. Ni jinsi gani sasa ukuaji wa ubongo wa kijana unaathiri maamuzi yake? Kwa nini asiwe na maamuzi sahihi kwa wakati sahihi? Ubongo ni protein iliyochanganywa na mafuta ambayo ni fat. Vikawekwa ndani ya fuvu la kichwa, visiingiliwe na chochote, viwe salama. Sasa ndani ya ule ubongo kuna kitu kinaitwa uwezo ambao unaurithi kutoka kwa wazazi wako. Ule uwezo unawekewa taarifa kutoka kwenye mazingira kupitia milango ya fahamu. Kwa hiyo milango ya fahamu tulionayo kazi yake ni kukusanya taarifa kutoka kwenye mazingira, kuingiza kwenye ubongo, kuchanganya na uwezo asilia wa mtu wa kuzaliwa, ndio natengeneza akili. Sasa ukikuta kijana akili yake ina tatizo, aidha limetoka kwenye mazingira ama uwezo wake wa urithi una shida. Kwa hiyo ili umsaidie lazima umchunguze kwamba kwa nini huyu anatenda hivi katika umri huu. Ina maana mazingira yamemlisha vitu ambavyo ni vibovu. Kwa sababu tunapolea tunatakiwa kuwaeleza na kuwafundisha watoto wetu wajue dunia, ulimwengu huu ni jalala. Kuna kila aina ya vitu vizuri na vibovu. Wewe unatakiwa kuchagua tu vile unavyovihitaji kwenye maisha yako. Kama kijana hajasaidiwa hilo, atameza kila kitu. Matokeo yake anaanza kuchanganyikiwa mapema kabla ya umri. Hebu fikiria,
Dada Esther, unapokula zaidi vyakula vya aina mbalimbali vikiwa vingi, tumbo likijaa, wewe unalewa. Hata uwezo wa kufanya kazi unalewa. Kwa hiyo hata ubongo ukijazwa na vitu vingi zaidi ya umri na uwezo wa huo wakati, huyo kijana analewa. Na ndio unaona watu kuchanganyikiwa kumeongezeka. Sasa hapo wazazi wanawezaje kuweka mipaka bila kuvunja uhusiano na vijana wao? Wazazi wengi wanatumia ukali tu wakidhani ndio msaada. Katika zama tulizo nazo, ukali sio silaha ya kukusaidia. Yaani utapotea kabisa. Unazidi kumuumiza kijana. Usitumie ukali kurekebisha mwanao, atapotea zaidi. Lazima utengeneze urafiki. Pamoja na matatizo alionayo, umfanye kuwa rafiki kabisa. Ashare na wewe changamoto alizonazo. Akwambie mawazo anayoyafikiria kuwa nayo. Wewe kama mtu mzima ndio umwambie hili linawezekana na hili kwa wakati huu haliwezekani. Ufanye nini ili wewe? Na ndio maana kuna vipindi kama hivi ili mtu ajifunze kujua kutafuta msaada mahali sahihi. Tatizo letu wa Tanzania, tunaenda kutafuta msaada wa kichungaji kwenye kituo cha polisi. Lakini unamzuia mwanao kwenye kile ambacho Mungu amempa. Unataka upandikize kile unachotaka wewe. Matokeo yako unamuondoa mtoto kwenye asili yake. Anaanza kuishi kwa kustruggle. Anaanza kupambana. Kwa sababu mzazi utakiwa uwe rafiki. Uchunguze Mungu amempa nini. Umuelekeze kwenye kile ambacho anakihitaji ili achochee kile alichonacho. Maisha yaende. Mzazi mwenzangu, nadhani unasikia hapa. Vijana wanapaswa kusaidiwa. Tuwafanye marafiki zetu. Tuzungumze nao kwa upole kabisa. Kama wamepotoka, watarudi kwenye mstari ikiwa wewe mzazi uko imara kumsaidia mtoto wako. Marafiki sasa. Marafiki wanaathiri vipi tabia na maamuzi ya kijana? Katika mahusiano ya wanadamu, level ya juu, ngazi ya juu kabisa ya mahusiano ya watu ni urafiki. Ni zaidi ya udugu. Rafiki ana nafasi kubwa mno kwenye maisha ya mtu. Naam. Ukitaka kujua mwanao alivyo, chunguza marafiki zake. Hata kama yuko chekechea. Hao marafiki wanamvuta kwa sababu ya yeye alivyo. Yaani mtu yoyote atakaye kuvutia ni vile wewe ulivyo. Unavutiwa tu na kile ulivyo. Kwa hiyo mwanao anapokuonyesha marafiki zake ni vile alivyo, ndivyo hao wamemvutia kwa sababu yeye ndivyo alivyo. Wameendana. Kwa hiyo kisha jua marafiki wa mtoto wako, itakusaidia kumjua alivyo. Na wewe sasa itasaidia wewe kujua ufanye nini ili kumsaidia. Wazazi wengi wamewapa vitu ambavyo watoto wao hawavitaki. Mashuleni watoto wamesoma taaluma ambazo hawazihitaji kwa sababu ya force ya wazazi na jamii. Lakini mimi nikwambie Dada Esther, ukiwa mtangazaji, ukasomea utangazaji, wewe ni non-stop, huzuiriki. Uwezo wa akili yako kuona fursa utakuwa mwingi kwa sababu ni kama umetia petroli kwenye moto. Lakini watu wengi hata taaluma wamezibeba ambazo haziendani na nature zao kwa sababu ya shida ya malezi. Wazazi hawataki kuona watoto wao wapite wapi. Kwa mfano, mzazi ni upinde. Naam. Mtoto ni mshale. Mshale hauamui mahali pa kugonga. Mshale hauamui speed ya kwenda kugonga. Kazi ya mshale ni kugonga na kutoboa. Lakini pa kulenga na speed ni mshale, ni upinde. Kwa hiyo mzazi ni upinde. Ili mtoto wako atoboe, lazima ujue alenge wapi. Umuelekeze mahali ambapo unajua kwa makali haya atatoboa. Lakini watoto wanagonga kwenye kuta ngumu kwa sababu wazazi hawakujua mahali pa kuwalengesha. Wamegonga na kudondoka. Ukiona mtoto mwenzako amekosea, wewe unaweza ukamrekebisha na akarudi kwenye mstari na kusio na tatizo lolote. Sasa hivi imekuwa tofauti. Mtoto wako ni wako tu. Huwezi kusema kwamba au kumshauri mzazi mwenzako kwamba bwana, unavyofanya hivi kwa mtoto wako ni vibaya. Unamwacha aharibikiwe. Jamii inaweza kusaidiaje sasa malezi bora ya vijana wetu? Tuna changamoto kubwa na hiyo ni challenge kubwa. Hiyo changamoto imeangusha Ulaya. Hiyo changamoto inaangusha Amerika kwenye habari ya maadili. Naam. Watoto wanajilea kama hawana wazazi. Badala ya kulelewa. Na sheria zimewekwa zinazopitiliza kiwango. Imewaangusha Ulaya, nakwambia ukweli Dada Esther. Kwa sababu malezi ni ushirika. Huwezi kumlea mwanao peke yako. Kabisa. Ni sawasawa na kumzuia mtoto wa jirani yako ili asimchafue mwanao. Kwenye malezi hakuna namna ya kuepuka ushirikiano. Lakini kwa sababu ya hii habari ya ubinafsi,
ndio inayotupelekea kwenye kucollapse. Jamii itacollapse, itaanguka. Kwa sababu malezi sio mwalimu yuko shule, yuko chekechea analea mtoto wako. Yuko shule ya msingi analea mwanao, yuko sekondari analea mwanao, yuko chuo analea mwanao. Yuko wapi kazini analelewa. Kwa hiyo malezi ni jambo ambalo ni la jamii. Kama tukiacha huu binafsi unaotoka nje ukatutawala, tutaenda kuanguka kama wenzetu wanavyoanguka kwenye habari ya malezi. Wameanguka. Wamebakiza teknolojia na sayansi. Sasa sayansi bila malezi na uadilifu inakwenda kuleta maangamivu kwenye dunia. Kama watu wanatengeneza nyuklia na hawana vitu rohoni vya kusaidia akili zao kutulia, wataangamiza ulimwengu, nakwambia ukweli. Kwa sababu kinachotuliza ulimwengu ni vitu vya rohoni, sio vya akili. Mimi kama Cosmas ni mbinafsi. Ili nisitekeleze ubinafsi natakiwa niwe na component rohoni, sio kwenye akili. Akili natekeleza yale ambayo ni matakwa ya mwili. Ili nisiyafanye tegemea ndani yangu kwenye roho yangu kumebeba nini? Kitu ambacho Ulaya wametupa na sasa unaona matokeo yake. Ili vitu vilivyoko kwenye akili yako uvitumie kwa manufaa ya wengine ni roho. Nikisema roho simaanishi dini. Watu tunachanganya. Spirituality ipo hata bila dini. Mungu yupo hata bila dini. Mimi siongelei dini, naongelea roho. Mtu amelisha nini kwenye roho yako? Kwa mfano unaponiambia upendo, ni component ya roho. Ukiwapenda watu utawatumikia. Ukiwapenda watu utajitolea kwa ajili yao. Ukiwapenda watu hutaiba vitu vya jamii. Yaani ni vitu ambavyo vinatakiwa viwe ndani ya kila mtu. Na tusipovifanya serikali visimamie kwa nguvu. Kwa mfano, kijana kabla hajaoa asifundishwe pesa tu, ujasiriamali wa pesa pekee, afundishwe hata namna ya kuendesha familia, kuwe na principles za kitaifa. Mtu anayeingia kwenye familia azingatie 1, 2, 3. Mtu mwenye watoto azingatie 1, 2, 3. Watoto wakipelekwa kwenye kliniki wa mama wafundishwe 1, 2, 3. Lishe, malezi, sio vitu gani. Tuwe na watu wa aina fulani. Baada ya miaka 100 ijayo, Tanzania itakwenda kwenye level ambazo hutakaa uamini. Kwa sababu mimi ninaamini hata elimu ni uwezo wa kubomoa ulimwengu wa dhahania. Sasa tukiona yasiyoonekana ndipo tutafanya yasiyowezekana. Mtu anayeona yasiyoonekana anaandaliwa. Kwa mfano, malezi ndiyo yanayotengeneza wanasayansi kabisa. Taaluma inatengeneza watu waliosoma sayansi. Tuna watu waliosoma sayansi ambao sio wanasayansi. Mzazi, jukumu la kulea kijana ni la jamii nzima, lakini nafasi ya mzazi ni ya kipekee, na ndio maana malezi yanaanzia katika familia. Pale utakapomkuza vizuri mtoto wako, basi atafika mbali. Usifikiri kwamba ukimsomesha tu ndio umemaliza kila kitu. Hapana, anaweza akasoma akapata elimu yake, lakini endelea kumlea, endelea kumpa miongozo ili mwisho wa siku awe kijana bora kabisa. Cosmas, hebu niambie, ni kwa namna gani tunaita shinikizo la rika, peer pressure, linaathiri linamwathiri kijana moja kwa moja? Yaani mzazi ukishaelewa umri wa mwanao alionao kuanzia miaka labda 12 kuendelea mpaka kwenye 24. Hapo kuanzia primary mpaka chuo kwa ulimwengu sasa hivi. Usipojua hiyo msukumo wa rika wa mwanao, namna ya kumsaidia kuhandle, utapotelea hapo. Kwanza umri huo ndio umfundishe mwanao kuingia kwenye mahusiano. Kwa sababu haiepukiki. Sasa wazazi wengi hawana hata muda, wanasubiri watoto wao wafanye makosa alafu washautie. Anasukuma kwenda msikitini, anasukuma kwenda kanisani, anamwacha hivyo hivyo. Kumbe haitoshi. Kuna mambo ambayo hatafundishwa huko lakini atapambana nayo kwenye uhalisia. Lazima mzazi uangalie mwanao yuko kwenye huo umri, umsaidieje kuhangaika na mihemko ya mambo ya kimagrupu ili apate kuwa salama. Mtoto anatakiwa, kijana wakati huo anatakiwa kwanza awe na kocha wa maisha kwenye kila eneo. Eneo la mahusiano awe na mtu. Kama sio wewe mzazi, basi achague mtu na wewe umfahamu. Eneo la kitaaluma awe na mtu. Kama sio wewe mzazi, umjue kama ni fulani anamuongoza kwenye hilo eneo. Eneo la mahusiano, eneo la kitaaluma, eneo la uchumi. Aanze kujifunza kuhusu fedha na awe na kocha wa maisha kwenye eneo la uchumi. Na maeneo mengine mengi tu. Mwanao awe na makocha. Kijana anayekosa kocha kwenye maeneo ya msingi kama hayo hawezi kutoboa. Mwambie chague mtu na umfahamu atakayesimama mbele yake kumuongoza kwenye eneo la uchumi, eneo la mahusiano, eneo la taaluma na maeneo mengine. Ndio maana vijana wanaingia vyuo vikuu, ndio inakuwa mara yake ya kwanza kupewa fedha
ambazo atazitumia kwa uhuru wake, na matokeo yake unayaona, unashuhudia wanavyofanya uharibifu. Unawalaumu bure kwa sababu hana uzoefu. Mtu ametoka chekechea mpaka anaingia chuo, hajawahi kushika 500 akazitumia kwa uhuru. Mkopo ndio hela yake ya kwanza, unategemea nini? Lazima akosee. Kwa hiyo lazima tujifunze kwenye kila eneo. Mwanao umempa, ana kocha yupi? Unamtazama tu anaanza kuharibu mahusiano, anamaliza chuo ameisha kuwa na mahusiano na vijana wengi au wadada wengi, kwa sababu anasukumwa na nature, lakini hana mfano wa kujifunzia. Anaanza kutengeneza mawazo yake mwenyewe, matokeo yake ndio uharibifu unaotokea. Kwa hiyo msukumo rika ni hatari. Kama mzazi ama mlezi hujazingatia kufuatilia, ukamwachia mwanao ulimwengu ndio mtengeneze kwenye umri huo, atapotea. Kwa maana hiyo tunasema kwamba ni wakati gani mzazi anapaswa kumwona mtaalamu wa, umezungumzia muongozaji katika kila sehemu, kwamba lazima awe na mtu wa kumuongoza kijana. Sasa ni wakati gani mzazi anapaswa kumwona mtaalamu wa saikolojia kwa ajili ya kijana wake? Kwa kifupi kabisa. Ni maamuzi tu, umri wowote. Lakini mara nyingi watoto vikianza kufika miaka 5, 6, 7, 8 kuendelea, ni vizuri anza kuwaona watu, kwa sababu hata muonekano wetu wa nje huwa unaongea tu hicho kibeba ndani. Kwa hiyo mtu anaweza kukusaidia mwanao huyu alivyo na namna anavyoishi, anavyotengeneza marafiki, huyu anastahili kupita kwenye eneo hili. Unamshauri nini kijana ili aweze kujimarisha? Ulimwengu ni jalala. Maneno yangu ya mwisho wa kukusaidia, sio kila kitu kilichoko duniani ni kwa ajili yako kijana. Jitambue, chagua vitu sahihi, chagua watu sahihi, angalia mazingira sahihi. Kila kitu kitafunguka katika maisha. Asante.